Mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Karibu sote, na kwa kwanza tuanze hili ambapo jeshi la polisi kanda maalumu Dar es Salaam linaendelea kupeleleza kwa uzito mkubwa tukio la mauaji ya kijana aliyetambulika kwa jina la James Rogers Temba, aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo cha usimamizi wa fedha IFM Dar es Salaam, ambaye mwili wake ulikutwa unaelea mto Msimbazi eneo la Kipawa Ilala tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2026, huku ukiwa hauna kichwa. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Muliro Jumanne Muliro, watu 4 wamekamatwa na kushikiliwa na jeshi hilo kwa tuhuma za kuhusika na tukio hilo la mauaji. SACP Muliro Jumanne huyu hapa, tumsikilize kwa kina zaidi. Polisi Dar es Salaam imewakamata watuhumiwa 4 ambao wanahojiwa kwa kina kuhusiana na tukio ambalo linachunguzwa. Watuhumiwa waliokamatwa na wanahojiwa ni pamoja na Steven Rogers Chaka, huyu ni mbungu, ana miaka 31, ni afisa maabara mkazi wa Hai mkoani Kilimanjaro. Amekamatwa pia mwanamke mmoja ambaye ametambulika kwa jina la Anna Frank Lema maarufu kama Happiness. Huyu ni Mchaga mwenye umri wa miaka 30, lakini ni mkazi wa eneo la Tabata Chang'ombe. Amekamatwa pia mtu aliyefahamika kwa jina la Twalibu Hamisi maarufu kama Mputo mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Kigogo Kati Kinondoni jijini Dar es Salaam. Amekamatwa mtu mwingine wa 4 ambaye ametambulika kwa jina la Michael John maarufu kama Tambali mwenye umri wa miaka 26. Huyu ni mkazi wa Kigogo Kinondoni jijini Dar es Salaam. Vipo pia baadhi ya vielelezo ambavyo vinachunguzwa kuhusiana na tukio hilo. Wito wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa wananchi kuwa watulivu ili kila aliyehusika, kulingana na ushahidi ambao unakusanywa na utakusanywa, aweze kuchukuliwa hatua za Haya, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi amemwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika mazishi ya aliyekuwa askofu wa pili wa kanisa la Anglikana Dayosisi ya Ruvuma na katibu mkuu mstaafu wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT marehemu Askofu Stanford Shauri. Mazishi hayo yamefanyika katika kanisa la Anglikana Dayosisi ya Ruvuma Liuli, wilaya Nyasa mkoani Ruvuma. Nifuatayo ni taarifa kamili. Akitoa salamu za rambirambi kwa niaba ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais amesema serikali inatambua mchango mkubwa aliyoutoa Askofu Shauri hapa nchini, akiwa ametumikia serikali za mitaa kwa zaidi ya miaka 12 pamoja na kuwa katibu wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT kwa zaidi ya miaka 10, ambapo amekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii pamoja na kuendeleza na kuikuza imani ya Kikristo nchini. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amenituma niwahakikishie kwamba serikali inatambua mchango mkubwa ambao Askofu Shauri aliutoa kwa nchi yetu, akiwa ametumikia serikali za mitaa kwa zaidi ya miaka 12, lakini pia akiwa ametumikia kama katibu mkuu wa CCT kwa zaidi ya miaka 10. Historia iliyosomwa hapa imejieleza wazi, ambavyo amekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii, lakini vile vile katika kuieneza na kuikuza imani ya Kikristo. Amesema ni dhamira ya serikali kuendeleza yale ambayo marehemu Askofu Shauri aliyasimamia, ikiwemo masuala ya amani na haki. Niwahakikishieni kwamba serikali inatambua kazi kubwa ambayo marehemu Askofu Stanford Shauri alifanya kwa nchi yetu, na hasa kwenye kusimamia na kueneza amani na haki katika nchi yetu. Na niwaambie kwamba ni dhamira ya serikali yenu kuhakikisha kwamba yale aliyoyasimamia kwa nguvu zote Askofu Shauri yanaendelea kutekelezwa. Poleni sana kwa msiba huu mkubwa.
Kwa upande wake, Askofu Mkuu wa Kanisa la Anglikana Tanzania, Maimbo Mndolwa, ameishukuru serikali kwa kuendelea kushirikiana na madhehebu mbalimbali ya kidini katika kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi. Lakini pia tuwashukuru kwa namna ambavyo serikali yetu imejali. Tulipokuja kumweka wakfu Askofu Raphael hapa, njia ya kutoka kule juu kuja mpaka huku chini ulikuwa kama unaenda kaburi liwazi. Lakini sasa unatiririka mpaka Mbamba Bay. Unaona kama unaenda mbinguni vile. Mimi ni Esther Mtebe na hii ni Channel 10. Na mtazamaji, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha ameilaumu Urusi kwa kuendeleza mashambulizi licha ya hatua upande mmoja ya kuitisha mapigano iliyotangazwa na Rais Volodymyr Zelensky, ambapo wote kwa pamoja walitangaza kusitisha mapigano kwa ajili ya kumbukumbu ushindi wa Umoja wa Kisovieti dhidi ya utawala wa Kinazi Ujerumani itakapofanyika Moscow Mei 9 mwaka huo. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, Sybiha amesema Urusi imekiuka usitishaji mapigano ulioanzishwa na Ukraine kwa kurusha droni 108 na makombora matatu usiku kucha, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya mapema asubuhi katika maeneo ya Kharkiv na Zaporizhia, ambapo Sybiha amesema hii inaonyesha kuwa Urusi inakataa amani na kusema kuwa wito wake aliouita uongo wa kusitisha mapigano mnamo Mei 9 hauhusiani vyovyote na diplomasia, kwani Putin anajali tu kuhusu magwaridi ya kijeshi na sio maisha ya binadamu. Jeshi la polisi mkoani Tabora linamshikilia mwanaume mmoja anayejulikana kwa jina la Gaded Lamek Mtema, mkazi wa Nairobi nchini Kenya, ambaye ni raia wa Burundi, kwa tuhuma za kujihusisha na utapeli wa fedha kiasi cha shilingi milioni 15 dhidi ya viongozi wa kanisa la EAGT Kidatu Manispaa Tabora, akijifanya mfanyakazi wa Ikulu ya Tanzania. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora anatuarifu zaidi. Haya yamejiri kufuatia wiki kadhaa nyuma kanisa hilo kuomba msaada wa milioni 25 kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ombi ambalo inadaiwa lilipokelewa na kuanza kuchakatwa, lakini baadaye mtuhumiwa anadaiwa kugushi barua na kumtumia kiongozi wa kanisa hilo Mchungaji Rashid Makande, akidai ombi lao limekubaliwa na kwamba rais atatoa bilioni 2, hivyo wampe milioni 15 kabla ya kupokea hela ya rais kama sehemu ya kutambua jitihada zake za kupambania fedha hiyo. Na hapa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoani hapa, ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Tabora, Bwana Paul Chacha, anaeleza namna walivyobaini tukio hilo na kuanza kushughulika naye. Kwa tukaendelea na mtego wetu, ikashindikana hela kuziweka NMB, ilibidi sasa mchungaji aende wakutane na Manga. Huyu atoke Nairobi wakutane na Manga, amkabidhi mzigo wake. Kwa tunashukuru makachero wetu walifanya kazi nzuri sana, wakaweka kambi pale na Manga. Baada ya hapo, huyu bwana alikuwa anasafiri kwa sababu tayari mgeni wake mchungaji ameshapokelewa na yule bwana, hela ameshachenjiwa, passport ameshatafutiwa ya kuvuka upande wa pili. Kwa hiyo huyu anakuja ili waweze kukutana, achukue hizo hela shilingi milioni 15. Mtego huu ukawa umekamilika, tukamkamata vizuri sana. Kwa tunamkabidhi kwenye vyombo vitaendelea naye, tutajua kiini ni nini, anafanyaga nini na nani nini juu yake. Hata hivyo, mtuhumiwa huyo mbele ya kamati ya ulinzi na usalama amekiri kufanya kosa hilo, huku kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Abwao, akitoa kauli ya jeshi hilo mkoani hapa. Hata tulipokuwa tunakuja na bishop, nilikuwa namwambia najutia haya yote ambayo nimeyafanya. Najutia sana. Unaweza kujibu barua aliyoandikia Mheshimiwa Rais? Hapana, siwezi. Ndio maana ninaomba msamaha, unisamehe Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mimi ni wahakikishie wananchi wa mkoa wa Tabora kwamba tunataka kuhakikisha kwamba hakuna utapeli ambao utafanyika kwenye mkoa wetu wa Tabora. Tutahakikisha kwamba tunawafikia popote walipo na hatua stahiki za kisheria zinakwenda kuchukuliwa juu yao. Kutoka hapa mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10. Naam, shukrani sana Adela Moses kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya Serengeti mkoani Mara, Angelina Marco, ametoa siku 14 kwa watu waliovamia eneo linalotumika kwa malisho ya mifugo kwa wananchi wa vijiji vya Kemgesi, Ringwani na Masinki kuondoka na kuagiza viongozi wa vijiji waliohusika kuuza eneo hilo kuchukuliwa hatua za kinidhamu, ambapo Musa Makali anatuarifu zaidi. Eneo hili la malisho ya mifugo limekuwa likitumika toka kipindi cha ujamaa na vijiji hivi vitatu vya Kemgesi, Ringwani pamoja na Masinki.
Mwingine kauziwa 100,000 eka 2. Wewe ulishaona ni kweli? Sasa sikilizeni, kaondoeni zile katani mpeleke kwenye nyumbani kwenu, kwenye viwanja vyenu, sio humu. Lakini baadhi ya watu wamelivamia eneo hili na kuanza kufanya shughuli mbalimbali ikiwemo kilimo. Na hapa mkuu wa wilaya Serengeti Bi Angela Marco agizo analitoa eneo hili kubaki katika matumizi yaliyoelekezwa. Ninatoa siku 14 waliovamia maeneo yetu wahame wenyewe. Kwa hiyo kwa mtu yote atakaye kaidi, hatua za kisheria tutachukua tena kali mno. Wenye viti wa vijiji, mnapopewa dhamana mnatakiwa mlinde haya maeneo. Kauli hii ya mkuu wa wilaya Serengeti inapokelewa kwa furaha na wananchi hawa kurejeshwa eneo hili katika matumizi yake ya siku zote. Serikali ichukua hatua kali sana. Watu wote wanaonunua na wanaouza wanajua hili eneo haliuzwi. Tangu zamani lilikuwa ni eneo wazi. Kama zamani watu wa Kemgesi, wa Masinki, wa Ringwani tulikuwa wote tunachunga eneo hili bila kizuizi. Ng'ombe wanatawala huko. Kwa hiyo serikali ilichokifanya kwa tamko la leo kwamba mbuga imerudi kwa wananchi, jambo hili tumefurahia sana. Waliouziwa maeneo haya bila kujua fedha zao zitarudi vipi, na hapa maelekezo yakatoka. Tumezirudi sheria au ni nini? Kama kwenye sheria basi tuongee kwenye sheria. Wapewe nafasi ya kwenda kudai. Wale waliouziwa maeneo waje na waliowauzia. Pamoja na kwamba na hao tumeshawaweka. Si ndio? Ili tumwambie wewe mkamate huyu akurudishie pesa zako. Kutoka hapa wilayani Serengeti mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Siku moja baada ya kijana ambaye ni mwendesha pikipiki maarufu bodaboda kuuawa kikatili na kisha kuporwa pikipiki wilayani Handeni mkoani Tanga, waendesha pikipiki wilayani humo wameanza kuchukua tahadhari ili kuzuia matukio kama hayo, huku wakiliomba jeshi la polisi kuwatafuta wahusika wa tukio hilo na kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Kutoka Handeni, Ernest Mbeza anatueleza zaidi. Kamera ya Channel 10 imetembelea baadhi ya vijiwe vya bodaboda vilivyopo wilayani hapa, kikiwemo kijiwe cha KSK alichokuwa akitumia marehemu kufanya kazi zake, na hapa madereva wenzake wakiwa bado katika hali ya simanzi na majonzi wanasema. Wale bwana walikuja kakaa muda mrefu hapa kijiweni, hatutoruhusu tena mtu kukaa muda mrefu mtu ambaye hatumfahamu. Hilo itakuwa tahadhari yetu ya kwanza. Na tahadhari yetu ya pili, tutahakikisha kama tutakuwa na wasiwasi na mtu ambaye hatumfahamu, basi hatoenda peke yake. Tutahakikisha tunamwekea ulinzi. Ikitokea abiria kaja anataka apelekwe maeneo kama hayo, lazima atokee mtu mwingine kama bodaboda mwenzetu akae nyuma ya abiria. Yaani tuwe watu wawili tumsapoti. Ikiwezekana kama kuna sehemu pia ya kukaa nafasi ya mtu mwingine, atapakizwa mshikaki, tutamweka mtu kati. Ataki ashuke. Cha kwanza kutembea na vitambulisho aidha chakula au cha taifa, kwamba kama anakuja mtu yote ambaye tumfahamu katika kijiwe hiki cha bodaboda, lazima tumuulize kwamba wewe ni nani, umetokea wapi, kitambulisho chako kiko wapi. Mtu hawezi kukaa ndani ya nusu saa tumfahamu akajenga mazoea, mwisho wa siku yanatokea matukio kama yale. Nilikuwa naomba jeshi la polisi kiukweli litusaidie kwenye hili, kwa sababu kujilinda peke yetu kiukweli hatutaweza, kwa sababu sisi ni wanaharakati, muda mwingi tuko katika purukushani za huku na kule. Kwa hiyo tunawaomba jeshi la polisi uchunguzi wa ufanye kwa uharaka na kwa wepesi, kwa sababu kiukweli inatisha. Hata hivyo, katika kuhakikisha usalama wa waendesha pikipiki hao, halmashauri ya mji wa Handeni inaendelea na zoezi la kutambua na kuandikisha vijiwe vyote vya bodaboda, kama ambavyo anabainisha afisa mtendaji wa kata Konjugo Bwana Halid Ngarema. Vikundi vingi vimesajiliwa katika halmashauri yetu na bado tunaendelea kuvisajili ili kila kikundi kitambue madereva bodaboda ambao wapo kwenye kikundi chao kwa taarifa zao kamili, na nafikiri hata hii imesaidia kwa sababu jana baada ya tukio tu kutokea, wale wenzie walitambua kwamba kuna mwenzetu amechukuliwa. Ina maana kama wangekuwa watambui, pengine mpaka leo labda wangekuwa bado hakuna kinachofahamika. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitisha juhudi za Marekani na kuzisindikiza meli zilizokwama kutoka kwenye mlango bahari wa Hormuz ili kutoa nafasi ya kukamilisha makubaliano ya amani na Iran. Trump ametoa tangazo hilo baada ya waziri wake wa mambo ya nje Marco Rubio kusema Marekani imekamilisha operation yake ya kijeshi dhidi ya Iran, lakini akapa kutoa majibu makali kwa shambulizi lolote jipya litakalofanywa na Iran dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Iran kupitia waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi imejibu kauli ya Trump na kusema itakubali tu
makubaliano thabiti ya haki na ya kudumu ili kumaliza mzozo huo wa Mashariki ya Kati, na Iran itafanya kila iliwezalo ili kulinda haki na maslahi yake kwenye mazungumzo hayo. Mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine, katika kuhakikisha somo la historia linaendelea kuwa nguzo imara ya kuwajenga wanafunzi kwa wazalendo wa nchi yao, walimu katika wilaya mkoani Kisiwani Pemba wameunda jumuiya maalum ya walimu wa historia yenye lengo la kuimarisha ufundishaji na kujenga kizazi chenye maadili, utambuzi wa utamaduni wao na uzalendo wa dhati. Taarifa zaidi na Masaja Mabula kutoka mkoani Pemba anatueleza. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa jumuiya ya walimu wa somo la historia iliyofanyika katika shule ya sekondari ya Ueleni, mkuu wa wilaya mkoani Miza Hassan Faki amesema somo la historia lina nafasi muhimu katika kuwajenga wanafunzi kuwa wazalendo wa nchi yao. Historia lina mchango mkubwa sana katika kujenga misingi ya taifa, uzalendo na maadili mema. Kupitia historia, wanafunzi wanajifunza kujua kuhusu harakati za ukombozi, maendeleo ya kijamii, kisiasa na kiuchumi, pamoja na changamoto mbalimbali zilizopo na namna zilivyoshughulikiwa. Hii itawasaidia kuwa na uelewa mpana na kuepuka upotoshaji wa taarifa unaoweza kujitokeza katika zama hizi za teknolojia na mitandao ya kijamii. Kwa upande wake, afisa elimu wilaya mkoani Mohamed Abdalla Omari amesema uwepo wa jumuiya hiyo utakuwa na mchango mkubwa katika kuboresha kiwango cha ufaulu wa wanafunzi, hususani katika somo la historia. Jumuiya hii ni matumaini makubwa kwamba kuwepo kwake tutafikia yale malengo ambayo taifa imepanga kuleta ufaulu bora kwa vijana wetu, hususan katika zile fani au katika zile taasisi ambazo zinaweza kuchanganya somo la historia. Kwa hiyo ni kusema kwamba somo la historia ni somo la ulazima wa maisha ya vijana wetu kwa mustakabali wa taifa letu, ili kujenga uzalendo, uaminifu na mapenzi ya kupenda nchi yao. Pia itasaidia kutoa workshop mbalimbali na ushauri wa somo la historia katika wilaya yetu na hata nje ya wilaya pale itakapohitajika. Kwa tumeamua walimu wa wilaya mkoani kuungana kwa mahali pamoja ili kuweza kulisimamisha somo la historia na kuweza kufanya vizuri katika masomo yetu. Ni Masanja Mabula, Channel 10 Pemba za. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imeshutumu jeshi la Sudan kwa kuunga mkono mamluki wa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF, ambacho wapiganaji wake walipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya serikali ya ushirikiano kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2022. Kupitia ukurasa wake wa X, wizara hiyo imesema Sudan inatumika kama kitovu cha vikosi kadhaa vinavyoipinga serikali ya Ethiopia na kuvishutumu vikosi vya TPLF kwa kuhudumu kama mamluki nchini Sudan. Afisa mkuu wa TPLF Emmanuel Asifa amesema hawana uhusiano wote na mamlaka ya Sudan, kwani serikali ya Ethiopia inapaswa kujilaumu yenyewe kwa inayotokea na sio kutoa lawama kwa Sudan kwamba inatoa msaada wa silaha na wa kifedha kuwasaidia mamluki hao na kurahisisha uvamizi wa kwenye mpaka wa magharibi wa Ethiopia. Jeshi la polisi mkoani Kagera linaoshikilia maafisa uvuvi wa manispaa Bukoba mkoani Kagera kwa kuuza mitumbwi miwili iliyokamatwa wakati operation ya kuzuia na kupambana na uvuvi haramu, huku pikipiki 20 za wizi zikikamatwa zikiwa zinasafirishwa kuelekea nchini jirani. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Jacques Joakim kutoka mkoani Kagera anatueleza zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kagera Blasius Chatanda amesema kuwa katika kipindi cha mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 4 wameendesha operation maalum ya kukamata makosa mbalimbali yakiwemo makosa ya wizi wa mifugo, wizi wa pikipiki, magari pamoja na makosa mengine. Kamanda Chatanda amesema kuwa katika operation hiyo jeshi la polisi mkoani Kagera limefanikiwa kuwakamata maafisa uvuvi wawili ambao waliuza mitumbwi miwili iliyokamatwa katika kipindi cha operation yao. Mitumbwi hii mwezi wa 3 ilikamatwa kwenye operesheni ya uvuvi haramu. Sasa baada ya kukamatwa kwenye operesheni hii, wale waliopewa kuitunza kama vielelezo wakaamua kuiuza. Baada ya taarifa kupatikana, basi ufuatiliaji ulianza kufanyika na hatimaye
mitumbwi mitatu kati ya mitano imekamatwa. Kamanda ameendelea kusema kuwa jeshi la polisi mkoani Kagera limefanikiwa katika upande wa mahakama kwa kupeleka mashauri ya kubaka na jumla ya watumiwa 12 wamehukumiwa adhabu ya kifungo cha miaka 30 jela. Kwa upande wa mashauri ya kubaka, jumla ya watuhumiwa 12 walihukumiwa adhabu ya kifungo cha miaka 30 jela. Watuhumiwa 5 walihukumiwa kifungo cha maisha, lakini kwa makosa ya kulawiti watuhumiwa 2 wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela. Katika kipindi hiki yaliamliwa mashauri 5, na katika mashauri hayo watuhumiwa wote wamehukumiwa kunyongwa. Jeshi la polisi mkoani Kagera limeendelea kuwaomba wananchi kutii sheria bila shuruti ili kuepuka makosa mbalimbali. Nikiripoti kutoka ofisi za jeshi la polisi mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa yake hiyo Jacques Joachim kutoka huko mkoani Kagera ndio inatutamatisha upande wa habari hizo, na sasa tukapata mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus.